Habari mpenzi msikilizaji wa simulizi pendwa, karibuni katika sehemu ya pili ya hadithi yetu inayoitwa Sina Hatia, inayohusu binti Kauthar. Sehemu ya kwanza ilishia sehemu ambapo Kauthar alikuwa anasoma zile message. Message zilikuwa ni nyingi, lakini kwa upande wake aliamua kuweka simu pembeni, kisha huyo aliondoka zake. Basi tuanze rasmi sehemu ya pili. Jioni ilitia nanga na kufanya mji kubadilika kwa haraka na pilika za hapa na pale, kama ilivyokuwa kwa jiji hili la mishemishe. Waliozaliwa walikuwa kama wageni, na wale ambao waliingia mjini kwa gari moshi walikuwa wenyeji. Waliufahamu mji kupindukia haswa. Baridi ya upepo wa kipupwe ilikuwa ikifanya kazi na kupausha miguu ya kila mmoja. Haikujulikana ni nani alikuwa na ujauzito na nani hakuwa nao. Idadi kubwa ya watu waliotoka magamba katika miguu yao. Sauti ya muziki ilisikika kutokea katika sebule ya Sandra. Yeye ndiye alikuwa sebuleni akitazama runinga. Kichwa chake alikuwa amekiweka katika mapaja ya Majid ambaye hakuacha kumchezea kidevu. Walikuwa na tabasamu, walifurahi na kucheka pale wanapana mpobidi. Unajua, nawaza kitu kimoja, alisema Sandra kwa sauti ya upole hivi. Kipi hicho? Na niisha kukataza kuwaza. Nawaza kuhusu Kauthar siku akijua. Kumbuka mimi na yeye ni marafiki, ingawa sio sana. Usijali, mimi ni mwanaume. Sio tu mwanaume, bali mimi ni komando. Kwangu hakuna mwanamke ambaye anaweza kufua dafu. Nikivurugwa huwa na vurugwa kweli. Yupo mbioni kumwacha, alisema Majid, kisha alipenyeza mkono wake kwenye nguo ya Sandra na kuchezea matiti madogo. Msisimko kama wa mtu aliyekuwa soba ulimpata Sandra, ambaye alibana midomo ya chini. Mguno wa mahaba ulisikika. Alisema kwa nguvu kidogo, Tayana anataka kuja. Ametoka kunipigia simu muda si mrefu wakati nilipoenda chuoni. Sandra alisema huku akiitazama simu yake ambayo iliita. Kuna nini tena? Aliuliza Majid, lakini swali lake halikujibiwa. Badala yake macho na umakini wa Sandra ulikuwa katika simu. Alipotazama aliona jina la Tayana. Alivuta pumzi kidogo, akamtazama Majid ambaye hakuonyesha kujali tazamo lake, kisha akasema, nahisi atakuwa amefika. Kama unavyomjua yule, anakuwa na habari kuhusu Kauthar. Sijui hata tunafanyaje. Kwa hiyo unamaanisha nini? Mawili, kama sio kwenda kujificha basi ondoka. Tayana akijua atakwenda kumwambia Kauthar. Hakuna kitu anaweza kufanya. Niko hapa. Bwana, hebu elewa basi. Halafu kaa kimya, anapokea hii simu, alisema Sandra na kupokea simu. Tayana alikuwa ni rafiki yake mkubwa tu wa Sandra. Tangu alipoanza kupata akili ya kujitegemea kimaisha, alikutana naye. Walikuwa wakishauriana mambo mengi. Kila sehemu yenye huzuni walicheka kwa pamoja, na pale ambapo palikuwa na furaha hawakuacha kuungana kufurahia kwa pamoja kama marafiki walioshibana. Ni Tayana ndio alimkutanisha Sandra kwa Kauthar katika siku yake ya kuzaliwa, ambapo aliwatambulisha marafiki zake wote. Kwa bahati nzuri, siku hii Kauthar alikuwa ameongozana na mume wake, akiwa kama sehemu ya familia yake. Hapo ndipo ukaribu wa Majid na Sandra ulizaliwa. Tayana na Kauthar walikuwa na ukaribu wa toka nitoke. Walipendana na kufanya kama ndugu. Haikutokea jambo la furaha kwa mmoja wao halafu ashindwe kumshirikisha mwenzake. Vio hivyo alikutokea jambo la huzuni ambalo wangeshindwa kwenda nalo pamoja. Wanasema kila rafiki ana rafiki yake. Ndivyo ilivyokuwa kwao, ambapo wakati Kauthar akimfanya Tayana kuwa wake wa karibu, ndio wakati ambao Tayana alimfanya Sandra kuwa shoga yake wa karibu. Kutokana na hali hii, basi Tayana alijikuta anakuwa daraja baina ya watu hawa. Alikuwa ndio kiunganisho. Aliwakutanisha baadhi ya nyakati. Walipata kuongea mambo mbalimbali na kubadilishana namba, huko urafiki wao ukiiva kama sio kukomaa. Kukomaa huku kuliingiliwa na tamaa ya kimapenzi kutoka kwa Majid, ambaye
aliamua kumtongoza Sandra. Ushawishi wa hali ya juu ulifanya binti huyu aliweza kukwepa kila alivyokuwa akihitajika. Kwa upande wa Tayana, hakuwa anafahamu kama Sandra alikuwa na mahusiano na Majid kutokana na jambo hili kufanywa siri zaidi. Sio Majid wala Sandra ambaye alipenda kuweka wazi uhusiano wao. Walitaka uwe wa siri na hakika walifanikiwa katika hili. Tayana ameshafika. Tayana, umeshafika? Aliuliza Sandra. Ndio, nipo hapa nje na kuna gari. Ni la kwako au? No, sio la kwangu, ni la Majid, ameamua kunitembelea. Ina maana unataka kusema kwamba hilo gari hulijui jamani? Nalifahamu ila sikuwa na uhakika nalo. Hata hivyo Kauthari aliniambia kwamba mume wake yupo katika kikao. That's why nilipoona hapa ile gari nikawa nimeshtuka kidogo, alisema Tayana. Basi mambo yasiwe mengi, ngoja nije nikufungulie. Sandra aliongea na kukata simu huku akimtazama Majid ambaye alikuwa na wasiwasi. Macho aliyatoa, hakutegemea kama Sandra angesema naye yuko katika eneo lile. Kwa nini umemwambia kwamba nipo hapa? Aliuliza Majid. Ubaya wake ni upi? Anyways, acha nimfungulie bwana, alisema Sandra. Aliunuka kisha huko alienda kumfungulia mlango rafiki yake ili aweze kuingia ndani. Majid alimtazama hadi anatoka nje. Ndani ya moyo wake kulikuwa na wasiwasi. Amani haikupatikana kutokana na kutambua ukweli kwamba kulikuwa na ukaribu kati ya Kauthar na Tayana. Alihema kidogo. Nafanyaje ese? Alijiuliza bila hata kupata jibu. Zilipita dakika 2. Tayana na Sandra waliingia mahala pale. Kwa aibu Majid alisalimia huku akiwa na sauti ya kitetemeshi hivi. Bora nilivyokukuta hapa, maana nitaka nije niongee na Sandra, alafu tujue tunafanyaje, alisema Tayana baada ya salamu. Kuna nini shemu? Nimepokea malalamiko kutoka kwa Kauthar. Anasema kwamba humjali, humfanyi kama na mwanamke wako wa ndoa, zaidi ni kumtukana na kumshushia heshima. Makubwa. Mwenyewe nilikuwa napokea malalamiko. Anasema kwamba mke wake hajui kupika, nguo kifua hazitakati, zaidi hata chupi yake kufua anaona kazi, alidakia Sandra. Shemeji, ya kweli haya? Tayana aliuliza. Hakukubaliana na kile ambacho alikisikia kutoka kwa Sandra. Alitaka kusikia kutoka kwa Majid mwenyewe. Naye alipoona amepewa nafasi ya kuzungumza kama ilikuwa ni kweli ama la, alisema, nahisi mke wangu amepata mwanaume mwingine. Kauthar ambaye mimi namfahamu wa miaka 3 sio huyu. Kuna muda nakosa amani na nyumba yangu, basi naamua kwenda depo. Sio kwamba napenda, lakini nitafanyaje kama nyumba yangu inanipa msongo wa mawazo, alisema Majid huku akiweka sura ya kumaanisha kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Mbona unaniacha njia panda jamani? Kwa hiyo lipi ni lipi haswa? Mkeo anasema kwamba unamtusi. Tayana alisema. Nashindwa la kuzungumza, lakini kama mkipata muda, kwa kuwa ninyi ni rafiki yetu, basi zungumza naye. Mkae naye chini, alisema Majid. Tayana alibaki njia panda. Kwa jinsi ambavyo Majid alikuwa akizungumza, aliamini kwamba ni kweli kulikuwa na ukweli katika kauli yake. Alikuwa akimfahamu vizuri Kauthar, lakini alishindwa kujua moja kwa moja kama alikuwa akisingiziwa ama la. Baada ya mazungumzo ambayo yalichukua kama dakika 15 hivi, Majid aliamua kuaga katika eneo lile. Aliondoka huku akiwa na sura upole ambayo ilisadifu maneno yake, lakini moyoni alikuwa amechukia. Alichukia kuona mke wake ameeleza kile ambacho kilitokea katika ndoa yake. Atanitambua nikifika nyumbani huyu mbwa, alisema moyoni mwake. Nyuma mazungumzo yalikuwa yanaendelea baina ya Tayana na Sandra. Mazungumzo haya yalihusu mwenendo wa ndoa ya Kauthar. Shoba, ndio kama hivyo. Kwa hiyo hapa tunafanyaje? Maana tukisema tusiongee na Kauthar ataikosa ndoa yake ujue, aliuliza Tayana. Mguno ambao uliambatana na kuvutwa kwa pumzi ndani ulitoka katika mwili wa Sandra. Kisha alisema,
Ndiyo maana wanasema ndoa ngumu haki tena. Kwa nini? Ila nao bwana, si wana wazazi kama pipi wakaimalize huko bwana. Kumbuka Kauthar ni wa kwetu. Ana haki ya kutushirikisha kile ambacho kinaisibu ndoa yake. Tatizo mambo ya ndoa bwana ni ngumu kushaurika. Mimi hapa kaniambia kwamba mke wake ana matatizo. Hampendi kama zamani na anahisi kwamba ana mwanaume mwingine. Aya, huyo Kauthar naye anakwambia kwake. Hadi nachoka sasa, Sandra alisema. Tena aliomba kama kutakuwa na uwezekano basi wapange siku waweze kwenda kuongea na Kauthar ili kujua haswa tatizo lilikuwa ni nini, ili waweze kuweka mambo sawa na maisha ya ndoa yake yaendelee kama zamani. Majira ya 1 usiku, Majid alikuwa ndio anafika nyumbani kwake. Uso wake ulikuwa umekunja ndita. Ni wazi kuwa alichukia. Kitendo cha kuulizwa kama mtoto mdogo wakati alishaaga na kusema anakwenda wapi kilimkera mno. Alifika sehemu ya maegesho ya magari, kisha alisimamisha gari na kushuka. Alipiga hatua kama 4 hivi na kumkuta mama yake ambaye alikuwa amekaa katika kibaraza. Mama, shikamoo. Alisalimu bila hata kumtazama mama yake. Hebu rudi hapa kwanza, mama alisema huku akimtazama mtoto wake. Mama bwana, kwanza huyu malaya yupo. Nani ambaye unamuita malaya? Huyu mpuuzi yupo? Majid aliuliza kwa msitizo huku akimtazama mama yake. Nani, mkeo ndo mpuuzi au kuna mwingine ambaye unamuita hilo jina? Ndio mwenyewe, mama, huyu mwanamke hana akili. Sasa leo atanijua mimi ni nani, alisema kwa jazba, kisha aliingia ndani. We Majid, wewe. Majid. Mama yake alimuita lakini hakutaka kusimama. Aliingia ndani huku akiita, Kauthar, Kauthar. Kimya kilimjibu. Sio kwamba alikuwa anamuita hakusikia, la hasha. Sauti ya mama yake ilikuwa ikipenya katika masikio ya Kauthar, lakini aliamua kukaa kimya. Alitambua kwamba ilikuwa ni sauti yenye hasira, kama sio jazba na gubu ndani yake. Alijikausha huku akiendelea kupika jikoni. Mtoto wake alikuwa sebuleni akiangalia runinga. Mama yupo wapi? Aliuliza Majid. Shikamoo baba, Husna alisalimu huku akimtazama baba. Achana na hiyo shikamoo, mama yako yuko wapi? Yuko jikoni, alisema Husna na kurudisha macho katika runinga. Kauthar baada ya kusikia maongezi ya mtoto na baba yakiendelea, aliamua kutoka jikoni hadi sebuleni ambako alimkuta mume wake, kisha alisema, mume wangu umerudi? Nilikumiss honey. Ilikuwa ni sauti ya upole ambayo ilijaa mahaba ndani yake, lakini kwa Majid ilienda kuibua hasira. Nani ambaye amekwambia useme kwa watu kila kitu ambacho kinatokea humu ndani? Majid aliuliza kwa kufuka. Nani ambaye nimemwambia? Kwa hiyo tayari ni muongo sio? Anaongopa yule. Alafu kama hujui kupika na unanuka nisikwambie. Majid aliongea kwa dharau huku akipiga hatua kumsogelea mke wake. Kwanza ulienda wapi? Umeondoka hapa asubuhi. Jerome amekuja hapa akakuulizia, nikamwambia upo katika kikao. Na kashangaa anasema kikao gani? Ina maana huko? Hakuweza kumalizia hata kauli yake. Ngumi nzito ilitoka katika eneo la shingo. Aliposema ajiweke sawa ili kukabiliana naye, hasira za mwake alikusha chelewa. Alishtukia ngumi nyingine ikitua katika eneo la moyo. Aliyumba kidogo na kudondoka chini huku akilalamika. Mama! Sauti hii ilipaa na kumshtua mama Majid ambaye alikuwa nje. Haraka aliwahi ndani ili kuona nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Macho yake hakuyaamini kumuona Majid akiwa amekaa juu ya mwili wa mke wake huku akimpiga ngumi mfululizo. Majid, umechanganyikiwa kwani? Mama alifoka. Mama, ninapomfundisha mke wangu adabu, naomba usingilie. Na kuomba tafadhali. Majid aliongea kwa hasira. Muache mwenzako. Mama Majid alifoka lakini haikusaidia kitu. Ngumi baada ya ngumi ziliendelea kutua katika mwili wa Kauthar ambaye alizidi kulalamika.
Kama mwanamke mwenye uchungu, hakupenda kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Alienda na kutaka kumtoa mtoto wake katika mwili wa Kauthar, lakini alisukumwa mbali. Nimekuambia usiingilie mama, usitaki nionekane mbaya mbele za watu. Huyu mwanamke ananidhalilisha sana. Kila anapoenda lazima aulize nimeenda wapi, alisema Majid huku akiendelea kumpiga mke wake. Maumivu ya kupigwa kwa mama yaliingia katika mwili wa Husna, ambaye alinyanyuka na kwenda kumng'ata baba yake katika eneo la bega. Lilikuwa ni kosa kama mtoto kujamba mbele ya wageni, kosa ambalo hakupaswa kulifanya kwa wakati ule. Lilikuwa ni kosa ambalo lilipitiliza hesabu na vipimo vya adhabu. Kwanza alishikwa nywele na kunyanyuliwa juu hadi kimo cha macho ya Majid. Mkono wa Majid ulifikika ngumi moja nzito na kuiachia kwa kasi ajabu mno. Ngumi hii ilisafiri na kutua katika eneo la jicho la kulia la Husna. Kisha alimwachia chini. Puu! Sauti ya kuanguka kwa Husna ilisikika. Damu zilianza kumtoka katika eneo la jicho ambalo alikuwa amepigwa na kusambaa chini. Majid, mtoto amekosea nini huyu? Aliuliza mama Majid ambaye alimsogelea Husna. Nawe nitakulamba makofi, endelea. Majid alimfukia mama yake bila hata kujali yeye alikuwa ni nani pale kwake. Nipige kama unaweza. Mama hakumaliza hata kuzungumza. Alipewa tiki moja la kwenye tumbo. Akili ilimkaa sawa. Baada ya kumpiga mama yake, alimrudia tena Kauthar ambaye alimsindikiza ngumi sio chini ya 30. Hakuchagua sehemu ya kupiga. Aliweka kila sehemu ambayo kwa upande wake aliona ni sahihi. Kilikuwa ni kipigo cha mbwakoko haswa. Kosa la kupigwa kwao hakuna ambaye alikuwa anafahamu isipokuwa ni Majid mwenyewe. Ndio alielewa kwa nini alifanya vile. Baada ya kuona amempiga ngumi nyingi Kauthar, alimwacha na kwenda chumbani ambako hakukaa sana. Alitoka huko akiwa amechukua combat zake za jeshi, kisha alitoka hadi sebuleni. Unaenda wapi? Njoo basi uniue kabisa, Kauthar aliongea japo kwa shida mno. Kauli hii ilimrudisha nyuma Majid. Alimzibua teke la kichwa mke wake ambaye alizima mazima. Hakuonekana kama alikuwa na uwezo wa kutazama mbele. Damu zilikuwa zinamdondoka katika eneo la uso pamoja mdomoni. Majid aliondoka mara pale huku akiwa amefura kwa hasira. Cheo kilimpa dharau na jeuri. Kazi ambayo alikuwa anaifanya ilimtengeneza Majid mpya. Ilimtengeneza kuwa na mfumo mwingine kabisa nje ya mfumo wa maisha ya kawaida. Mfumo huu ulikuwa usoni mwa Majid. Aliamini kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kupaza sauti mbele yake, sio mke wake, mama yake wala mtoto wake. Kila alipokuwa na hasira, basi asingehitajika kuonekana anaingiliwa katika maamuzi yake. Alihitaji watu ambao walikuwa wakimtazama kuheshimu kile ambacho alikuwa anakifanya hata kama ni kibaya. Hakupenda kuzuiliwa na ambaye angediriki alafu kusema usifanye hivyo. Basi cha moto angekiona. Ndicho kilichotokea siku hii, kwani walipigwa wote kwa pamoja. Ingawa kosa lilikuwa la Kauthar, lakini kipigo kilisambaa hadi kwa mtoto pamoja na mama yake. Akiwa katika maumivu makali, Kauthar alijivuta hadi karibu na mtoto wake ambaye hakuacha kulia. Damu zilikuwa zinamdondoka kila dakika ambayo ilienda kwa Mungu. Uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Siku hii Kauthar aliufahamu uchungu. Aliumia kiasi kwamba kila alipokuwa akitazama picha ya familia ambayo ilikuwa ukutani ikimwonyesha yeye, mume wake pamoja na mtoto wao wakiwa katika tabasamu zito, alihisi uchungu. Macho yake yalidondosha machozi. Mama, kwani baba tumemkosea nini? Aliuliza Husna akiwa katika kumbato la mama yake. Machozi yaliyoambatana na damu yakiendelea kumtoka. Mwanangu, usijali. Hakuna ambacho tumemkosea baba. Ameamua kutufundisha tu na anatupenda sana. Kauthar alijaribu kuficha ukweli juu ya baba wa mtoto wake.
Hakutaka kumfanya Majid kuonekana mbaya, mkatili na mtu asiyefaa mbele ya Husna. Mama, kama inawezekana mpigie dokta aje. Dr. John aje afanye utaratibu wa huduma kwa mwanangu, alisema Kauthar huku akimwangalia Mama Majid ambaye ni kama alikuwa na unafuu kuliko hata yeye. Mama Majid alijaribu kujivuta hadi katika sofa na kushika simu. Alimpigia Dr. John ambaye ndani ya dakika 40 mbele alikuwa na mahala pake pa kuanza taratibu za kumtibia kila mmoja. Maisha ya maumivu ndani yao yalichukua wiki moja. Waliuguzana hadi walipoanza kurejea katika hali ya kawaida. Kurudi kwao katika hali ya maisha ya kawaida ilikuwa ni katika mwili tu, lakini kimahusiano baina yao Majid na ilikuwa hohehahe. Kila kitu kilivurugika. Majid alikuwa ni mwanaume ambaye alichagua muda wa kurudi nyumbani. Hakuamini kama ndoa ni utumwa na alitakiwa kufuata utaratibu wa nyumbani kwake. Kuna siku ambazo alikuwa anarudi na siku nyingine alikuwa harudi. Kibaya zaidi ni kwamba mkwara mkubwa ulikuwa mbele yake. Hakutaka ahojiwe kwa nini anachelewa kurudi ama harudi kabisa. Wakati mgumu wa ndoa ya Kauthar uliingia, malaika wa wema alijitenga pembeni. Sasa ndoa ikawa inaongozwa na shetani. Ndoa ilijaa uchungu na mateso. Maana Kauthar alikuwa hana furaha kabisa. Sio kwake tu, hata mtoto naye alikosa furaha, maana kuna muda alikuwa akikaripiwa na Majid bila hata kufanya kosa lolote. Kitu ambacho kilifanya azidi kumwogopa baba yake. Hata walipokuwa kitandani wawili, ilikuwa anapinduliwa na kuchomekwa. Baada ya hapo, hakukuwa na story tena. Hawakuongea kuhusu maisha ya penzi lao. Hawakuongea kuhusu maisha yao katika upande wa malezi ya mtoto. Majid hakujihusisha kabisa na masuala ya kitaaluma kwa mtoto wake wala kuzungumza kuhusu namna ya kujiboresha kiuchumi. Neno pekee ambalo Kauthar alikuwa analisikia pindi wanapokuwa kitandani, hebu geuka. Hakuna lingine angelisikia. Tena hata alipogeuka ilikuwa ni kimoja, alafu wanalala. Hakuna tena mwendelezo. Amani katika sura yake ikakosekana. Pindi anapokuwa chumbani na mwenzi wake ikapotea kabisa. Kauthar alikuwa ni mtu wa kulia tu. Kuna muda alikuwa akimuuliza Majid ile hali ingeisha lini, lakini hakuna ambacho alikuwa akipata zaidi ya matusi na kebei. Alitukana. Majid alikuwa ni mtu wa kisirani mno. Kujaa kwa kisirani kwa mume wake dhidi yake, alihisi kuenda itakuwa hana nguvu za kiume. Hivyo ili kumfanya asigundue hilo, basi angejifanya kuwa mkali. Sasa aliwaza mambo mawili. Afanyeje ili aweze kurudisha hali ya amani pale nyumbani? Moja ilikuwa ni kwenda kuzungumza na rafiki yake Tayana. Kama ingewezekana basi ajirahisishe kwa Majid ili afanye naye mapenzi na kupima kama wangeenda mshindo miwili ama la. Na wazo la pili ilikuwa ni kwenda kutafuta dawa ya kuongeza nguvu za kiume kama ambavyo alikuwa ameshauriana na baadhi ya wanachama katika grupu la wanawake uko WhatsApp. Mawazo haya mawili yalikuwa yana ugumu na wepesi ndani yake. Hasa wazo la kwenda kuongea na Tayana ndio lilikuwa kabisa gumu. Vipi akinogewa naye itakuwaje? Tayana hana mwanaume na najua kwamba atanikubalia kwa kuwa mimi ni rafiki yake. Nalijua hilo. Ndio nalijua kabisa. Sijui hata nafanyaje, lakini kwa nini nawawazia watu? Acha niende kuongea naye alafu nione itakuwaje. Ilikuwa ni mawazo ambayo yalipita kichwani kwake wakati akiwa amekaa katika dressing table akijiremba kwa ajili ya kwenda kwa Tayana. Alikuwa na mashaka kwamba baada ya tukio kufanyika nini ambacho kingetokea. Alifahamu kwamba Tayana hakuwa na mwanaume kwa wakati ule, lakini aliacha kuwaza mara baada ya kuona anawazia watu wengine bila hata kujua wao kwa upande wao walikuwa wanawaza nini. Baada ya kujiremba vyema, alitoka nje akiwa na mkoba wake. Alimkuta Mama Majid anatazama runinga sebuleni. "Mama, ya wapi tena?" aliuliza Mama Majid.
Naenda kwa Tayana. Kuna nini? Maana sio kwa kupendeza huko. Mume umemwaga, lakini asije kurudi hapa akaanzisha vurugu. Mume wangu nimejaribu kumsemesha asubuhi, alikuwa na kisirani chake kama unavyomjua. Hivyo sijamwaga, lakini sidhani kama nitachelewa sana. Basi sawa, hakuna shida. Kikubwa usichelewe kurudi, maana tutarukishwa kichura nyumba nzima. Mama Majid alisema na kuweka utani kiasi. Kauthar alicheka mno. Hakucheka kwamba alifurahishwa na kile ambacho Mama Majid aliongea, bali alikumbuka jaramba la wiki moja nyuma. Baada ya kuangua kicheko cha kufa mtu, aliamua kuondoka mahali pale, huku akimtaka mke wake kuwa makini na mtoto pindi atakaporudi kutoka shule. Dakika 30 zilitosha kwa yeye kuwa njiani na kusikiza kupita mziki kupitia gari ambayo alikuwa anaimiliki kama sehemu ya mali zao. Alimkuta Tayana akiwa amejiandaa kwa ajili ya kuongea naye, maana alishampanga kabla. Mama, kwa kupendeza tu sikuweze. Tayana alisema mara baada ya salamu. Kawaida bwana, ila shoga, naomba nikushirikishe kile ambacho kimenileta hapa, maana tusije kuongea mambo mengi alafu nikasahau. Kauthar alisema. Ilibidi amwelekeze mpango wake wa mwanzo wa mwisho. Alimsimulia kuhusiana na maisha yake pale nyumbani. Alimsimulia kuhusiana hata na kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pindi walipokuwa chumbani. Hakuwa na jinsi, lakini ilimlazimu kufanya hivi. Katika masimulizi yake alikuwa akidondosha machozi. Moyo wake uliumia, maana alijua kwamba anamuingiza mwenzake katika mambo mazito. Anamuingiza rafiki yake katika wasama endapo akinogewa na dudu la mume wake. Baada ya masimulizi sasa alisubiria jibu kutoka kwa Tayana, ambaye alishusha pumzi kisha akasema, hapana, hatua hii nadhani ni ya mwisho kabisa, endapo kama zikifeli zote, na tena sio hatua nzuri hata kidogo. Ulishawahi kufikiria kama mume wako ana mwanamke mwingine nje? Kuna muda nawaza hivyo, lakini akili yangu inaniambia kama ukitaka kumla basi usimchunguze. Msemo wa kizamani sana. Kumchunguza mwenzi wako katika mahusiano ni jambo la tija. Ni kitu ambacho hakikupeki. Kabla ya mimi kunitaka nilale naye ili kupima, basi tunatakiwa kujua ana mwanamke mwingine au hana. Ila mwenzako naogopa na nakosa muda kabisa. Wanaume wana tabia ya umalaya kiasili. Hao ni watu ambao kwao kuchiti hawaoni kazi. Na wanapochiti huwa wanasahau kabisa kama kuna mwenzi mwingine nyuma yake. Sasa niachie mimi hiyo kazi, nitakupa majibu, lakini hichi ambacho nataka kunishikisha kina madhara makubwa mno nje ya unavyofikiria, Tayana alisema. Yeye hakuwa tayari kuona anaingia katika jambo lile ambalo Kauthar aliona yupo sahihi. Alichokuwa na kihitaji ni kumfanya kuanza kwa uchunguzi wa chini chini ili kujua ni nani ambaye alisababisha matatizo yanatokea pasi kujua kwamba ni rafiki yake. Ni Sandra ndio alisababisha mambo yote yakavurugika. Lakini Tayana anahisi kama Majid akijua atanipiga zaidi. Hata kama akifanya hivyo, lakini kitu cha kwanza ni kujua shida ipo wapi. Tunaweza kununua mkongo na kumpaka, kumbe tunamchosha tu, maana mwenzetu tayari ameshakula vya kutosha huko nje. Pale kwako anajazia tu. Unaweza sema aje kwangu afanye mapenzi na mimi. Je, vipi kama hiyo siku hana mudi ama katoka kwa mwanamke mwingine huko nje? Sio mbaya unachokiwazia, lakini hii itakuwa ni dhambi kubwa ambayo haitaondoka katika vichwa vyetu. Kila muda ukiniona utawaza kwamba nimeona tamu ya mume wako. Je, utanipenda hapa? Tayana aliuliza swali lake. Ilikuwa ni swali gumu. Swali ambalo lilifunga maongezi yao na sasa jukumu la kumfuatilia. Majid kama alikuwa na mwanamke mwingine kwa nje ilibakia kwa Tayana. Yeye alikuwa tayari kumsaidia rafiki yake ili kupata kufahamu kweli. Katika hili Kauthar alimpatia kiasi cha pesa ili aweze kumsaidia kwa undani zaidi. Naye alipokea kisha waliagana.
Hatimaye wiki moja ya uchunguzi ilikamilika na majibu yalipatikana. Ulikuwa ni uchunguzi ambao ulifanywa na mmoja wa wapiga picha wakubwa ambaye Tayana aliwatumia. Mpiga picha huyu alimlipa hela ya kumpa amri ya kufuatilia kila hatua ya Majid, naye alifanikiwa, na leo hii alimkabidhi picha. Kikulacho kipo mikononi mwako. Like seriously, Sandra huyu wa kutusaliti kweli? Alisema Tayana huku akitazama picha ambazo zilikuwa mikononi mwake mara baada ya kukabidhiwa. Moyo wake ulimuuma. Aliwaza anaanzia wapi kumwambia ukweli Kauthar kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Alikumbuka kwamba kwa mara ya kwanza ukaribu wa Kauthar na Sandra ulikuwa chini yake. Yeye ndiye aliwakutanisha hadi wakawa marafiki. Kichwa kilizidi kumuuma. Kwa namna yoyote ile anapaswa kuambiwa ukweli, alisema na kuweka kituo. Kisha alinyanyua simu yake na kumpigia Kauthar. Mama, unaweza kuwa free kesho? Aliuliza baada ya simu kupokelewa. Kama saa ngapi? Saa 8 hadi saa 12 jioni. Ndio, nitakuwa na uhuru wa mambo yangu. Okay, samaki tukutane, alisema na kukata simu. Akiwa anatetemeka, Tayana alitafuta namba ya Sandra kisha alipiga. Simu iliita kwa mara ya kwanza bila hata mafanikio hadi ilipokata. Aliamua kupiga tena kwa mara ya pili ambapo ilipokelewa. Upo nyonyo? Nipo titi. Sauti ya Sandra ilisikika kama kuanzisha mazungumzo yao. Nipo nyonyo, upo titi? Alitikia Tayana bila hata kuonyesha utofauti wowote. Nimejaa tele, niambie yani. Poa, nilikuwa nataka nikuulize kama kesho utakuwa free kwa out. Ui, boss lady, unaniulizaje mie kwa out jamani? Nipe tu location ili niwe wa kwanza kufika kabla yako. Sandra, una nini lakini? Anyways, kesho tukutane samaki na imani kwamba tutakuwa na la kucheka kwa pamoja, Tayana alisema. Yes, huyu ndio Tayana ninayemfahamu sasa. Moya, itakuwa saa ngapi? Kama kawaida yangu saa 10 hadi saa 12 au 1. Hapo ndio over ili kila mmoja afanye mambo mengine, aliongea kama kumpa taarifa. Maongezi yao yalichukua kama dakika 5 hivi, huku akiongea mambo mengine, lakini Sandra alimhakikishia kwamba lazima angeibukia samaki ili wapate kufurahia kwa pamoja. Asifahamu kwamba kwa Tayana ilikuwa ni ushindi, maana alichokuwa anahitaji ni kuwakutanisha kwa pamoja Sandra na Kauthar, kisha aoneshe picha za mahaba ambazo Sandra alipiga akiwa na Majid. Aliona ile ndio ingekuwa njia nzuri ya kumsuta shoga yake, kama sio kumwambia ukweli juu ya kile ambacho amekifanya. Aliamini kwamba endapo akiwakutanisha kwa pamoja, basi kutakuwa na namna nzuri ya wao kuzungumza kama wanawake na mwisho wa mwafaka kamili kupatikana. Kila kitu na imani kwamba kitaenda sawa, alijisemea huku akitazama picha ambazo hakuamini kama kweli ni Sandra na Majid ndio walikuwa wameshikana kiasi kile. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi Pendwa, tumemaliza mwisho wa sehemu ya pili ya hadithi yetu ya Sina Hatia inayomhusu binti Kauthar pamoja na marafiki zake wawili Sandra na Tayana. Basi tukutane katika episodi ya 3 tuweze kujua yaliyojiri. Kama basi umependa hadithi hii, usiache kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel yetu ili tuweze kukuletea mambo mapya kila mara. Asanteni sana kwa kusikiliza na kwaherini.